Askofu wa kanisa la CCT Tanzania amejitolea kuwasomesha bure watoto 52 kutoka katika familia maskini wa jamii hiyo ya Kimaasai ili kuwapatia elimu bora, ambapo imeelezwa kwamba baadhi ya wazazi wamekuwa wakiwaozesha watoto wao wa kike kwa ajili ya kujipatia mali. Askofu huyo ambaye amepata umaarufu mkubwa katika jamii hiyo ya Kimaasai kutokana na kujitolea kwake kusaidia jamii hiyo, ameeleza kwamba licha ya jitihada hizo ambazo anazifanya, kumekwepo na mila potofu zikiwemo ndoa za utotoni ambazo zimeendelea kuwa kikwazo kikubwa, hali inayopelekea kwa mwaka huu wa 2025 wanafunzi 7 pekee kuhitimu darasa la 7 huku wasichana wakiwa 2. Joseph Nida, mimi ni askofu pia wa kanisa la CCT Tanzania, lakini pia ni mkurugenzi na ni mwanzilishi wa shule ya Wamea. Na mimi kama Joseph ambaye ni askofu pia, ningepata hiyo maono ya kuanzisha shule hii, ambayo kweli hii shule tulianza kwa hali ngumu. Tulianza mwaka 2015, tulianza chini ya mti, lakini pia tukakodi chumba moja mtaani, na baada ya kubarikiwa na Mungu tukaweza kujenga jengo la kwanza ambaye tuliweza kuweka watoto kwa wengine wanaingia mara asubuhi, wengine wanaingia jioni. Lakini mpaka leo ambaye pia nakumbuka tulianza na watoto 30. Ambaye siwezi kukumbuka ni vijana wangapi na wasichana wangapi, lakini pia mahudhurio ilikuwa hairidhishi vizuri. Na baada ya watu wengi kupata elimu ya kuweza kuona elimu ni muhimu, kuna baadhi sana wameshikilia na wameleta watoto. Lakini pia kuna bado ngumu katika uchumi ya Wamasai. Wengi ambaye tunawasaidia ni wajane, hawana mabwana, lakini pia kuna watoto ambaye hawana baba na mama. Na makusudi pia ni kwa ajili ya kuweza kusaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uwezo wa kuweza kutoa elimu bora. Tunaweza kusema elimu bora kwa sababu hapo awali Wamasai wengi wanatoroka kwenda nchi za nje kutafuta mambo ya maisha. Na baada ya sisi kuanzisha shule hii, nakumbuka vizuri tuliweza hata kupata ugumu hata na viongozi wa vijiji ambaye wengi sana walikataa, na waliona kama shule hii ambayo imeanzishwa na mmoja wao itakuwa katika hali ambaye haitawezekana. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye kweli ametusaidia. Mimi kikubwa sana naambia kwamba nategemea Mungu. Sina mali, lakini nashtuka Mungu analeta mali. Lakini pia bado tuna ugumu sana kuweza kuelimisha jamii. Mwingine aliuliza kwa nini hamna watoto wa kike wengi. Shida kubwa Wamasai bado wana ule usamani. Kwa sababu wanasema hatuwezi kufundisha mtoto wa kike. Sema kwa sababu mtu akiwa kufundisha anaenda kuolewa. Lakini nashukuru Mungu sababu baadhi ya wachache wameshikilia kwamba mtoto wa kiume na wa kike wao ni sawa, wana haki ya kuweza kufundishwa, lakini pia wana haki kusoma hadi ngazi watakayofikia wenyewe. Na Mungu ni mwema kwa sababu leo tunamaliza watoto 7 ambaye wamehitimu, ambaye kweli inachekesha kwa njia nyingine. Ni wasichana tu 2. Kwa nini? Wengi sana bado wanasema uchumi wao uko chini. Na ndio maana nimeamua mimi kuwasaidia. Shule hii inasaidia watoto 52 ambaye wako katika maisha duni. Shida sasa kubwa ni kwamba bado kuna jamii au kuna familia ambaye hawaamini watoto kusoma. Wanapenda kuozesha ili wapate mali. Kwa hivyo kikubwa sana wengi wanatafuta mali badala ya kutafuta elimu. Ndio maana unaona hata sio shule hii tu, shule nyingi sana watoto wa kike hawapo, kwa sababu wengi wanapenda kuwapeana kwa mabwana wapate mali. Kwa ndugu zangu wa baba na wa mama, acheni haraka ya kupeana watoto wenu wa kike, kwa sababu tumeona watoto wa kike wengi sana wamefaidika na wamefaidi familia. Hususan kama rais wetu ambaye ni Dr. Samia ni mwanamke. Kuna wengi wakina Tulio Hassan, ambaye Tulio Jackson ambaye ni spika wa bunge, na wengi